Yani mti unawezekana ukapata jina kutokana na maalumati ya aliye karibu na mti huo. Yani inawezekana mtu mwenye taaluma ya tiba anaweza akawa katika mti akiutazama anauita dawa, huu mti dawa hiyo. Lakini inawezekana akapatikana an-najjar, kwa maana fundi seremala, yeye akiutazama anaita mbao. Lakini inawezekana akakaa na mkata mkaa, yeye akitazama anaita mkaa. Basi inategemea na yule alipokaa karibu na mti huo, yeye anauona kwa jicho gani na anauita kwa jina gani. Basi mambo ndio yanakwenda katika. Sasa huyu mnyama au mdudu au samaki inategemea na wewe sasa pale ulipokaa, yeye unamwita nani? Wewe mwita jinsi unavyomuita kutokana na taaluma yako. Anaitwa kwa lugha ya Kiarabu anamwita al-ukhtubutu, kwa maana pweza katika lugha ya Kiswahili. Wanamwita pweza Huyu pweza kwa mujibu wa taaluma inaonyesha ya kwamba ana nafasi bora kabisa ya kuweza kuondosha nuksi. Ana uwezo mzuri kabisa kuweza kuondosha mikosi, lakini kadhalika ana nafasi nzuri ya kufanya ibital, kubatilisha masala ya uchawi, haswa huyu ukhtubut, kwa maana pweza huyu anapochanganywa pamoja na chumvi ana nafasi bora kabisa ya kuondosha athari na mashakil haya. Mimaktadatihu tajruba, haya ni katika mambo ambayo yaliyofanyiwa tafiti na yakabainika katika hali za namna hiyo. Kimsoma mmoja katika wanavyoni wakubwa kabisa, huyu ni ad-Doktor Abdul Basit Muhammad as-Sayyidi. Huyu ni raisu Jumuiyati Ijazi al-Ilmi lil-Qur'ani wa Sunna. Huyu mwamba ameeleza al-ilaju tajaribi, yani matibabu yanayokwenda sambamba na tafiti pamoja na majaribio ya aina mbalimbali. Akasema al-qa'idatul asasiyah yastaniddu ila khubrati au alhadas natijatan litaallumi sariri fi ghayabi ma'lumati ma. Akasema ya kwamba matibabu yanayoweza kufanyika kwa kutumia majaribio mara kadhaa yana kanuni ya msingi. Kanuni hiyo ambayo bila shaka ndio wanaoitegemea kanuni hiyo al-khubra, wataalamu ambao wanaoshughulika katika maabara mbalimbali wakifanya tafiti zao, au alhadas, au kadhalika wale watu ambao lahum quwwatun dhihniya, ambao wana nguvu ya kiakili. Kuna mtu mwingine hakai maabara, lakini Mwenyezi Mungu amemjalia ana ziada ya maarifa ya kiakili. Lakini kadhalika na vile vile tena kwa kutambua mimea au wadudu au viumbe wa aina mbalimbali kutokana na majambo ya aina mbalimbali. Yeye hakai maabara, lakini Mwenyezi Mungu amempa mauhiba, kipaji maalum, na sio wote wanaopewa vipaji hivi. Akaweza kufahamu mmea huu una kadha, au kadhalika samaki au mnyama au mdudu huyu ana kadha, katika hali za namna hiyo. Lakini litaallumi sariri, kwa ajili ya kupata taaluma ya kujua siri mbalimbali za viumbe mbalimbali, tena fi ghayabi maalumati ma, hasa katika zile siri ambazo hawezi mtu kuzifahamu kiharaka haraka, kiholela holela mtu hawezi kuzifahamu. Wapo watu Mwenyezi Mungu amewapa mauhib, wana kipaji maalum cha kuyatambua hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama hilo halitoshi, na zipo dawa mbalimbali at-tajaribi, kwa ajili zilizofanyiwa majaribio ya aina mbalimbali, mambo yakaenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na Allah akawapa baadhi ya watu asrar, siri maalum za kutambua yaliomo kwa viumbe mbalimbali, lakini kadhalika yaliomo katika mimea aina mbalimbali, wa halum majara, lakini kadhalika na mengineyo ya aina kadha wa kadha. Kwa ukimwona mtu anakurupuka anakuambia ya kwamba watu wanapofanyiana tiba katika mifumo ya majaribio, mtu anakurupuka, haikuthibiti wakati wa Mtume, jua huyo mtu ni jahil murakab, ni mtu mjinga tu. Kwa sababu kwanza ujue kuna kitu kinachoitwa mauhib pia, kwa maana kipaji Mwenyezi Mungu humpa anayemtaka, kwa sababu anayezijua yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hayo yapo pia. Sasa leo tutakwenda kumtazama al-ukhtubutu, huyo pweza
ambayo unakuta barabarani kachomwa au kakaangwa, unachukua vijiti unachoma pap, alafu unakula. Wewe unajua unatengeneza nini katika mwili wako? Sasa twende sambamba katika jukwaa letu hili biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tukupe maalumati kwa kadiri atakavyotuwezesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza, yaishu al-ukhtubut, yani kwa maana huyu pweza inaonekana, tafiti zinaonyesha amewahi kuishi katika ardhi hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala mundhu akthar min 270 milioni sana, toka miaka milioni 270 yeye yupo katika ardhi hii. Sio wewe miaka yako michache, maana mwanadamu ndio kiumbe wa mwisho kuletwa katika ardhi hii. Yani hata sisimizi ni mkubwa wako tu, amekuzidi umri, ndio maana yake kafika duniani kabla ya wewe kufika katika dunia hii. Sasa huyu miaka milioni 270 mwanaume yupo katika qaidi, yani yupo katika ardhi hii. Sasa huyu pweza yeye ni nani? Nataka tumjue kwa uchache, alafu twende tukaone maajabu na mauzauza mazito ambayo bila shaka utakwenda kuogopa leo katika hali za aina kadha. Tunasema huyu kainun bahriyun mudhhilun, kwanza ni kiumbe ambaye yeye huishi baharini na ana mambo mengi sana yanayoshangaza, yani ndivyo alivyo pweza. Lakini yuaddu min adhka al-afqariyat, na inafahamika kabisa kwamba huyu pweza ni katika wanyama au wadudu au samaki ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba wana akili. Yani huyu ana akili, pweza ni katika viumbe ambao wana akili. Tena na ni kiumbe wa pili katika viumbe wa baharini mwenye akili. Wa kwanza ni dolphin, alafu wa pili anafuatia huyu pweza kwa akili, kwa maana na ufahamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba katika hali za namna hiyo. Lakini yatamayazu bimtilaki 3 qulubin, lakini huyu pweza namna alivyomuumba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwekea katika mwili wake pweza ana mioyo mitatu. Wewe una kamoyo kako kamoja hako, alafu ndo hako kamoyo unasema nimempa mtu fulani kamoyo kenye kamoja. Hii ni hatari ya ndugu yangu. Sasa kuna watu wanawapa watu mioyo mpaka wanakaribia kujiua, wao wanabakia hawana mioyo. Sasa utakosa kujiua, utakufa tu kwa mazingira hayo. Hebu baki na moyo wako, usije ukatuletea shida sisi. Sasa pweza ana mioyo mitatu, na hii mioyo mitatu Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia yadakhu qalbani damma, mioyo miwili ya pweza huwa inasukuma damu ila al-khayashim, kupeleka katika sehemu inaitwa al-khayashim. Al-khayashim ni zile sehemu zenye matundu kwa ajili ya kutolea hewa na kudaka hewa ya oxygen ili maisha yaweze kuendelea biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mioyo miwili inafanya kazi ya namna hiyo kwa ajili ya kumpatia oxygen, inafanya tauzii dima, yani kueneza damu katika mwili wa huyu pweza ili kadhalika oxygen iweze kupatikana biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kadhalika wayadakhu thalithu, lakini huu moyo wa tatu unachofanya wenyewe unasukuma damu ila baqi aljismi, katika sehemu zilizobakia za mwili. Ndio inasukuma damu katika sehemu ya hali za namna hiyo. Wa damuhu azraqul launi, lakini na damu ya pweza ni damu yenye rangi ya blue au rangi ya kijivu. Ndio damu ya pweza ipo hivyo. Damu ya pweza sio nyekundu kama ilivyo damu ya mwanadamu na baadhi ya viumbe. Yeye ana damu ya blue au damu ya kijivu. Kwa nini damu yake inakuwa ya rangi hiyo? Liihtiwaihi ala protinin ghaniyin bin nuhas, kwa sababu damu yake Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia huyu pweza amesheheni protini ambayo ndani ya protini hiyo ina utajiri wa maadini ya nuhas au maadini ya shaba. Mwanadamu ana maadini ya chuma na ndio maana damu yake inakuwa nyekundu, lakini kadhalika huyu pweza yeye ana maadini ya shaba na ndio damu yake inakuwa ya rangi ya blue au al-azraq au rangi ya kijivu katika hali za namna hiyo. Sasa imekuwa hivi kwa sababu gani? Linaqli al-oksijena,
kwa sababu huyu pweza anaishi katika kina cha bahari na huku kunakuwa na baridi, na hii baridi inapelekea oksijeni katika sehemu hiyo kuwa ndogo mno. Ndio maana Allah akamjaalia yeye akawa na madini ya shaba kwa kiwango kikubwa, jambo ambalo linaweza kumpelekea akapata oksijeni hata kama yupo katika sehemu ya kina cha bahari biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Damu ya pweza ni damu ya bluu, damu ya mwanadamu ni damu nyekundu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa aktharu kafaatin fil bi'ati albarida, lakini kadhalika hali inapelekea yeye kuweza kupunguza, yani kupumua au kufanya kazi hata akiwa katika kina chenye baridi katika hali za namna hiyo. Walahu 9 admigha, lakini pamoja na hivyo huyu pweza Allah subhanahu wa ta'ala kamjalia ana ubongo 9. Wewe unaka ubongo kako kamoja kana pati 3, sasa yeye ana 9. Kidume huyo ana 9. Lakini kinachoshangaza, wayujadu fi makani fi rasi, lakini kadhalika ubongo mmoja tu ndio unapatikana kichwani kwake. Hii mingine inapatikana wapi? Wa 8 qul tu'tabaru musaadatan tujadu fi qa'idati kulli dhara', na hizi bongo zingine 8 zilizobakia kila moja inapatikana pale mwanzo panapoanzia sehemu ya vile mikono yake. Nyie mnaita mikia ya pweza, so mikia ile ndio mikono yenyewe ambayo anaitumia katika majambo ya aina kadha. Sasa pale mwanzoni kila mkono una ubongo wake ambao una protect ile, yani unashughulika na ule yale mamikono yale, kila moja inafanya kazi za hali za namna hiyo. Naona maajabu na muujiza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wa qudratun fa'iqatun ala tamwiyati wa taghyiri launihi, lakini kadhalika na Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia pweza ana uwezo wa hali ya juu wa kubadilika rangi. Yani kama unavyomuona alhirba vile kinyonga ambaye anaweza kubadilika rangi, basi na yeye yuko hivyo hivyo, ana uwezo wa kubadilika rangi, na hii liunasiba bai'atahu, ili kadhalika aende sambamba na mazingira yale aliyopo, ili kujaribu kufanya ikhtiba, ili kujaribu kujificha asije akakutana na baadhi ya viumbe ambao wanaweza kumletea madhara. Lakini ladaihi 8 adhru'i, lakini huyu pweza namna ambavyo jinsi tunavyomuona ana mikono 8, yani mikono yake ile 8, sisi tunasema mikia ya pweza 8, mikono yake 8, lakini tahtawi ala mi'ati almustaqbalati alhisiya litadhawuqi wallamsi, lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia katika ile mikono ina mishipa maalum, kupitia katika mishipa hiyo anaweza kupata ladha ya kuonja. Yani ile kupitia ile mishipa anaweza kupata ladha ya kuonja, akajua hiki kina ladha gani na hiki kina ladha gani. Walamsi, na ile hisia ya kugusa anayo katika hali, yani akigusa anajua hichi ni kiumbe au hii ni anajua hivyo. Pweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia katika hali ya namna hiyo. Watastakhdimu adhira'ahu almali'ata bilmamasat, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia huwa anatumia ile mikono yake ambayo ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia imejaa almamasat, kwa maana yani mirija, ambayo bila shaka kila mkono mmoja una mirija isiyopungua 240 fi kulli dhari'in, katika kila mkono au kila ule unaoitwa mkia wa pweza una mishipa ambayo isiyopungua 240. Kwa ajili gani? Iktishafi wa taarufi ala taam, kwa ajili ya kugundua na kujua chakula chake katika hali za namna hiyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatisha katika uumbaji wake. Bilidafati la dhakain ali, kama hilo alitoshi, kwa maana huyu ana akili sana. Yani ni kiumbe wa pili katika viumbe wa baharini kuwa na akili baada ya dolphin. Anayefuatia ni nani? Ni pweza katika kuwa na akili katika hali za namna hiyo. Kama hilo alitoshi, wayastati fathul aghshiya wa khallil alghaz wa tahriri hamsati nawawi, lakini kadhalika kuna wakati ana uwezo mkubwa kabisa huyu pweza wa kufanya maficho, kujificha kwa sababu ya kumwaga
aina ya hamdhi ya kemikali ambayo asidi, ambayo bila shaka inakuwa na rangi ya bluu au rangi ya kijivu. Ana uwezo wa kutengeneza kama defense, kwa sababu humwaga zile RNA, anakuwa katika mazingira kama kwa ajili ya kujitengenezea defense, ulinzi wa hali ya juu. Na kwa sababu hizi ni kemikali ambazo bila shaka zina madhara, atapomwaga pale, hata kiumbe mwingine kusogea mahala pale panakuwa pazito na pagumu. Kwa hiyo ana uwezo wa kujilinda kutokana na hali na mazingira kama haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa twende kwa haraka haraka, fawaidul ukhtubutul ilajiyya. Sasa faida za huyu ambaye anaitwa pweza katika masala mazima ya matibabu anakuwaje biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, huyu ukhtubut, kwa maana huyu pweza biidhnillah subhanahu wa ta'ala, moja katika kazi zake katika mwili wa mwanadamu, sihatul qalbi wal awiyati damawiyya, ana uwezo mzuri kabisa wa kutengeneza afya ya moyo na hata kuifanya mishipa ya damu iwe imara na iwe vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Umeenda kwa muuza pweza, ukachoma kile kijiti, ukala yule pweza, fahamu kabisa unatengeneza afya ya moyo, na ufahamu kabisa unatengeneza afya ya mishipa ya moyo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, bifadli vitamin B6, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mnyama huyu ana vitamin B6 wa nuhas, na ana madini ya shaba, lakini yusaidu fi tanzimi duhun wa khafdi dhagti dam. Kwa hali hiyo sasa ana uwezo mzuri wa kupangilia mfumo wa mafuta, lakini pia na mgandamizo wa damu. Ana uwezo bora kabisa wa kupangilia katika utaratibu wa namna hiyo. Lakini faida ya pili, ilaju faqri dam, ana uwezo mzuri kabisa wa kutibia maradhi ya anemia kwa wale ambao wana tabia kukaukiwa sana na damu, kwa sababu ghaniyu bil hadidi, kwa sababu nyama yake ina utajiri wa madini chuma, adharuri li intaji hemoglobin, ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kuzalisha hemoglobin biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini faida ya tatu, sihatu dimaghi, ina uwezo mzuri kabisa kutengeneza afya ya ubongo wa nafsia, lakini kadhalika na ishu ya upumuaji. Yahtawi ala fosfor, kwa sababu imehifadhi madini ya fosfor, adharuri linumui almarifi, ambayo ni muhimu sana kwa kutengeneza umakini au usahihi wa akili ya huyu mwanadamu biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na ni kinga vile vile kutokana na mwili kupasuka, na hii ni kwa sababu kuna vitamin B pelagra biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hivyo huondosha msongo wa mawazo, lakini kadhalika na huondosha huzuni inayokuja bila mtu kujitambua inatokana na nini katika mazingira kama haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa faida zake, takhfifu sudai, ni kupunguza maumivu ya kichwa, kwa sababu ndani ya nyama ya huyu ukhtubut ina magnesium mawjudu fi, ina madini ya magnesium ambayo yapo ndani yake, yusaidu vitamin fi taqlili nubati sudai nisfi. Kwa hali hiyo ina uwezo wa kutibia maradhi na madhara ya mtu ambaye ana tatizo la kuumwa kichwa, haswa nusu kichwa, upande mmoja wa kichwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni katika fawaid au faida ambazo bila shaka fawaidi hizi Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka kwa kiumbe huyu. Sasa twende al-ukhtubut wal milh. Ni vipi sasa mtu anaweza kumtumia huyu pweza, akamtumia pamoja na chumvi katika kumaliza mashakili ya kichawi, lakini pamoja na hasadi na vijicho, lakini kadhalika na kuondosha athari ya mauzauza ambayo yanaweza kuwa katika maeneo ya majumba ya binadamu. Yani hii inaweza kumaliza mashakili yanayojitokeza katika majumba ya watu. Alhamdulillah, siku moja tumewahi kuwasiliana na mtu mmoja ambaye yeye anapatikana pale Oman katika mji unaitwa Madinatul I'lam. Tukizungumza Madinatul I'lam, wale ambao wamefika Muscat wanaelewa. Yani kama ni hapa Dar es Salaam tuizungumzie, yani zile sehemu ambazo wanakaa wale matajiri kama Masaki vile na maeneo kama hayo. Sasa tumefika pale katika Madinatul I'lam. Kabla kwanza sisi hatujaenda katika ardhi hiyo ya Oman,
Tuliwasiliana na mtu mmoja, yeye alisema alipewa namba na ndugu yake yupo katika ardhi ya Canada. Akampa namba zetu, tukawasiliana naye, tukaongea naye. Yule bwana akasema mimi nimehangaika sana kabisa, nyumbani kwangu hakukaliki, tunakuwa na vurugu kubwa sana baina yangu mimi na mke wangu na watoto wangu, ni vurugu mtindo mmoja, na watu hawapati kazi, yani kuanzia yeye mwenyewe, mkewe na watoto wote hawana kazi, na hata wakipata kazi ni muda mfupi tu anatimuliwa kazi yenyewe. Basi ikawa mambo yanakuwa magumu, basi hawaeleweki, vurugu imetawala katika majumba, watoto wanavurugana, basi ili mradi mambo yamekuwa mazito. Yule bwana anasema mwanzo kwanza alielekezwa aende Uganda. Akatoka Uganda yeye na mkewe wakatoka Oman wakaelekea katika ardhi ya Uganda. Kufika kule wakafanywa baadhi ya majambo, wakarudi nyumbani, mambo yako pale. Subhanallah, wallahi inatisha hii hali. Basi anasema akaenda maeneo mbali mpaka ikafikia wakati akaenda kufanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayaridhii. Lakini pamoja na hayo bado mambo yakawa magumu. Ndio akakutana na ndugu yake, akamwambia hebu jaribu mtafute Sheikh Yusuf Diwan. Akanipigia simu, nikaongea naye takriban dakika 15-20 hivi, akanihadithia. Nikamwambia si inshallah, jambo la msingi wewe ukiwa huko, sisi tutafanya visomo vya dua tukiwa hapa, lakini kadhalika lazima tufanye utaratibu wa kuagizia dawa maalum kabisa iliyochanganywa na ukhtubut, kwa maana huyu pweza na michanganyo yake mingine. Dawa yenyewe ni hii ambayo inaitwa ukhtubutu. Pia tukamwagizia yule bwana hii dawa, tukampa maelekezo ya namna ya kufanya pale nyumbani. Alhamdulillah. Basi wakati sisi tunaendelea na visomo ndani ya masiku 7, na yeye kule tumempa utaratibu wa kufanya ndani ya masiku kadhaa. Subhanallah, alifanya siku ya kwanza pale nyumbani, akafanya siku ya pili, siku ya tatu. Anasema kila alipokuwa akiingia ndani, yeye pamoja na familia yake walikuwa wanasikia harufu mbaya sana inatokea. Hawajui kwamba ni harufu ya nini, lakini wanajaribu kutafuta labda kuna mzoga, hakuna. Basi wakawa wanapata tabu katika hali hiyo. Basi inafika siku ya 4, wanaingia ndani, wanakuta kumatapakaa damu. Tena damu yenyewe inaonyesha kama vile ni ya kiumbe ambaye ndio kwanza kachanika sasa hivi, yani inachuruzika. Tena inakwenda hiyo damu, mara imeingia chumbani, wanaona michirizi mingine imekuja imeingia khala chooni, labda michirizi mingine imekuja, basi ili mradi nyumba nzima imekuwa katika mazingira haya. Siku hiyo sasa, anasema usiku kulikuwa na mauzauza makubwa mno, kiasi ambacho ikawa yani wao wanasikia sauti, wanasikia mishindo ya hapa na pale kama nyayo za watu wanatembea, wanasikia watu wanapiga, yani sauti kama za watu wanapiga makelele ndani ya nyumba ile. Wale mabana siku hiyo ikawa ni siku ngumu sana kwao. Ilipofika asubuhi, wakamshukuru Mwenyezi Mungu, wakasali alfajiri. Baada ya hapo akaninyanyulia simu, Sheikh bana, tunaona hivi na hivi. Nikamwambia si inshallah Mwenyezi Mungu anatufanyia wepesi katika mashakili haya. Subhanallah, hiyo ni Madinatul Ilam. Basi baada ya katika hali za namna hiyo, subhanallah, nasema wakati wale mabana wapo sasa wanafanya kutazama hiki kitu kinachotoa harufu ni nini, ghafla wakaona majoka 3 yamekufa, yani nyoka 3 wamekufa. Subhanallah, wale mabwana walipiga simu kwa uoga sana, wakasema shekhe, kuna mambo ambayo si tunayaona hapa kwa mazingira yetu haya, hapa nyoka anatoka wapi? Mwambia shekhe, ni hatari. Ukitazama katika taratibu za masala ya sihri, yani mambo ya kichawi, na hasa sihru shaitani, uchawi wa kimajini, pia hutumiwa sana katika viumbe wanaofanana na nyoka. Ile bana akasema, shekhe, mimi naogopa, nataka uje ili umalize ili tatili uone haya majambo, ikiwezekana mimi nikufanyia utaratibu leo kesho, ili uweze kuondoka kuja hapa katika Madinatul Ilam. Mimi nikamwambia hapana shekhi wangu,
nikihitaji mimi niondoke nije huko na utaratibu wangu, siendi hivyo Sheikh. Utaratibu wangu siji mwenyewe, nakuja na timu yangu. Yani maana yake mimi, yani nakuja na watu watatu, mimi nakuwa mtu wa 4. Akasema basi hamna shida Sheikh, mimi kumudu watu wa 4 naweza. Tukamwambia basi haina shida, lakini kuna maandalizi mengine, ili tunajua tunakuja vitani, lazima tujiandae. Huwezi kuingia vitani Shekhe unakwenda na kiwembe. Akasema niambie utaratibu upoje ili tuandae hizo silaha. Nikamueleza yule bwana, akasema hamna tatizo, na hizo silaha naweza kuzigharamia. Tukamwambia inshallah. Basi kweli yule bwana ndani ya siku 2 tu akatekeleza kujificha kwa sababu ya kumwaga aina ya hamdi ya kemikali ambayo asidi, ambayo bila shaka inakuwa na rangi ya blue au rangi ya kijivu. Ana uwezo wa kutengeneza kama defense, kwa sababu humwaga zile RNA, anakuwa katika mazingira kama kwa ajili ya kujitengenezea defense, ulinzi wa hali ya juu. Na kwa sababu hizi ni kemikali ambazo bila shaka zina madhara, atapomwaga pale hata kiumbe mwingine kusogea mahala pale panakuwa pazito na pagumu. Kwa hiyo ana uwezo wa kujilinda kutokana na hali na mazingira kama haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa twende kwa haraka haraka fawaidul ukhtubutul ilajiyya. Sasa faida za huyu ambaye anaitwa pweza katika masala mazima ya matibabu anakuwaje biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, huyu ukhtubut kwa maana huyu pweza biidhnillah subhanahu wa ta'ala, moja katika kazi zake katika mwili wa mwanadamu sihatul qalbi wal awiyati damawiyya, ana uwezo mzuri kabisa wa kutengeneza afya ya moyo na hata kuifanya mishipa ya damu iwe imara na iwe vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Umeenda kwa muuza pweza, ukachoma kile kijiti, ukala yule pweza, fahamu kabisa unatengeneza afya ya moyo, na ufahamu kabisa unatengeneza afya ya mishipa ya moyo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, bifadli vitamin B6, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mnyama huyu ana vitamin B6 wan nuhas, na ana madini ya shaba, lakini yusaidu fi tanzimi duhun wa khafdhi dhagti dam. Kwa hali hiyo sasa ana uwezo mzuri wa kupangilia mfumo wa mafuta, lakini pia na mgandamizo wa damu. Ana uwezo bora kabisa wa kupangilia katika utaratibu wa namna hiyo. Lakini faida ya pili, ilaju faqri dam, ana uwezo mzuri kabisa wa kutibia maradhi ya anemia kwa wale ambao wana tabia kukaukiwa sana na damu, kwa sababu ghaniyu bil hadidi, kwa sababu nyama yake ina utajiri wa madini chuma, adharuri li intaji hemoglobin, ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kuzalisha hemoglobin biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini faida ya tatu, sihatu dimaghi, ina uwezo mzuri kabisa kutengeneza afya ya ubongo wa nafsia, lakini kadhalika na ishu ya upumuaji. Yahtawi ala fosfor, kwa sababu imehifadhi madini ya fosfor, adharuri linumui almarifi, ambayo ni muhimu sana kwa kutengeneza umakini au usahihi wa akili ya huyu mwanadamu biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na ni kinga vile vile kutokana na mwili kupasuka pasuka, na hii ni kwa sababu kuna vitamin B pelagra biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hivyo huondosha msongo wa mawazo, lakini kadhalika na huondosha huzuni inayokuja bila ya mtu kujitambua inatokana na nini katika mazingira kama haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa faida zake, takhfifu sudai, ni kupunguza maumivu ya kichwa, kwa sababu ndani ya nyama ya huyu ukhtubut ina magnesium mawjudu fi, ina madini ya magnesium ambayo yapo ndani yake, yusaidu vitamin fi taqlili nubati sudai nisfi. Kwa hali hiyo ina uwezo wa kutibia maradhi na madhara ya mtu ambaye ana tatizo la kuumwa kichwa, haswa nusu kichwa, upande mmoja wa kichwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni katika fawaid au faida ambazo bila shaka fawaidi hizi Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka kwa kiumbe huyu. Sasa twende al-ukhtubut wal milh. Ni vipi sasa mtu anaweza kumtumia huyu pweza, akamtumia pamoja na chumvi katika kumaliza mashakili
ya kichawi, lakini pamoja na hasadi na vijicho, lakini kadhalika na kuondosha athari ya mauzauza ambayo yanaweza kuwa katika maeneo ya majumba ya binadamu. Yani hii inaweza kumaliza mashakili yanayojitokeza katika majumba ya watu. Alhamdulillah, siku moja tumewahi kuwasiliana na mtu mmoja ambaye yeye anapatikana pale Oman katika mji unaitwa Madinatul I'lam. Tukizungumza Madinatul I'lam, wale ambao wamefika Maskat wanaelewa. Yani kama ni hapa Dar es Salaam tuizungumzie, yani zile sehemu ambazo wanakaa wale matajiri kama Masaki vile na maeneo kama hayo. Sasa tumefika pale katika Madinatul I'lam. Kabla kwanza sisi hatujaenda katika ardhi hiyo ya Oman, tuliwasiliana na mtu mmoja. Yeye alisema alipewa namba na ndugu yake yupo katika ardhi ya Canada. Akampa namba zetu, tukawasiliana naye, tukaongea naye. Yule bwana akasema, mimi nimehangaika sana 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 kabisa, nyumbani kwangu hakukaliki, tunakuwa na vurugu kubwa sana baina yangu mimi na mke wangu na watoto wangu, ni vurugu mtindo mmoja, na watu hawapati kazi. Yani kuanzia yeye mwenyewe, mkewe na watoto wote hawana kazi, na hata wakipata kazi ni muda mfupi tu anatimuliwa kazi yenyewe. Basi ikawa mambo yanakuwa magumu, basi hawaeleweki, vurugu imetawala katika majumba, watoto wanavurugana, basi ili mradi mambo yamekuwa mazito mazito. Yule bwana anasema mwanzo kwanza alielekezwa aende Uganda. Akatoka Uganda yeye na mkewe wakatoka Oman wakaelekea katika ardhi ya Uganda. Kufika kule wakafanywa baadhi ya majambo, wakarudi nyumbani, mambo yako pale pale. Subhanallah, wallahi inatisha hii hali. Basi anasema akaenda maeneo mbali mpaka ikafikia wakati akaenda kufanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayaridhii. Lakini pamoja na hayo bado mambo yakawa magumu. Ndio akakutana na ndugu yake, akamwambia hebu jaribu mtafute Sheikh Yusuf Diwan. Akanipigia simu, nikaongea naye takriban dakika 15-20 hivi, akanihadithia. Nikamwambia basi inshallah, jambo la msingi wewe ukiwa huko, sisi tutafanya visomo vya dua tukiwa hapa, lakini kadhalika lazima tufanye utaratibu wa kuagizia dawa maalum kabisa iliyochanganywa na ukhtubut, kwa maana huyu pweza na michanganyo yake mingine. Dawa yenyewe ni hii ambayo inaitwa ukhtubutu. Pia tukamwagizia yule bwana hii dawa, tukampa maelekezo ya namna ya kufanya pale nyumbani. Alhamdulillah. Basi wakati sisi tunaendelea na visomo ndani ya masiku 7, na yeye kule tumempa utaratibu wa kufanya ndani ya masiku kadhaa. Subhanallah, alifanya siku ya kwanza pale nyumbani, akafanya siku ya pili, siku ya tatu. Anasema kila alipokuwa akiingia ndani, yeye pamoja na familia yake walikuwa wanasikia harufu mbaya sana inatokea. Hawajui kwamba ni harufu ya nini, lakini wanajaribu kutafuta labda kuna mzoga, hakuna. Basi wakawa wanapata tabu katika hali hiyo. Basi inafika siku ya 4, wanaingia ndani, wanakuta kumatapakaa damu. Tena damu yenyewe inaonyesha kama vile ni ya kiumbe ambaye ndio kwanza kachanika sasa hivi, yani inachuruzika. Tena inakwenda hiyo damu, mara imeingia chumbani, wanaona michirizi mingine imekuja imeingia khala chooni, labda michirizi mingine imekuja, basi ili mradi nyumba nzima imekuwa katika mazingira haya. Siku hiyo sasa, anasema usiku kulikuwa na mauzauza makubwa mno, kiasi ambacho ikawa yani wao wanasikia sauti, wanasikia mishindo ya hapa na pale kama nyayo za watu wanatembea, wanasikia watu wanapiga, yani sauti kama za watu wanapiga makelele ndani ya nyumba ile. Wale mabwana siku hiyo ikawa ni siku ngumu sana kwao. Ilipofika asubuhi, wakamshukuru Mwenyezi Mungu, wakasali alfajiri. Baada ya hapo akaninyanyulia simu, Sheikh bana, tunaona hivi na hivi. Nikamwambia basi inshallah Mwenyezi Mungu anatufanyia wepesi katika mashakili haya. Subhanallah, hiyo ni Madinatul I'lam. Basi baada ya katika hali za namna hiyo, subhanallah, nasema
Wakati wale mabwana wapo sasa wanafanya kutazama hiki kitu kinachotoa harufu ni nini, ghafla wakaona majoka matatu yamekufa, yani nyoka watatu wamekufa. Subhanallah, wale mabwana walipiga simu kwa uoga sana, wakasema shekhe, kuna mambo ambayo si tunayaona hapa kwa mazingira yetu haya, hapa nyoka anatoka wapi? Mwambia shekhe, ni hatari. Ukitazama katika taratibu za masala ya sihri, yani mambo ya kichawi, na hasa sihru shaitani, uchawi wa kimajini, pia hutumiwa sana katika viumbe wanaofanana na nyoka. Ile bana akasema, shekhe, mimi naogopa, nataka uje ili umalize ili tatili uone haya majambo, ikiwezekana mimi nikufanyia utaratibu leo kesho, ili uweze kuondoka kuja hapa katika Madinatul I'lam. Mimi nikamwambia hapana shekhe wangu, nikihitaji mimi niondoke nije huko na utaratibu wangu, siendi hivyo shekhe. Utaratibu wangu siji mwenyewe, nakuja na timu yangu. Yani maana yake mimi, yani nakuja na watu watatu, mimi nakuwa mtu wa 4. Akasema basi hamna shida shekhe, mimi kumudu watu 4 naweza. Tukamwambia basi haina shida, lakini kuna maandalizi mengine, ili tunajua tunakuja vitani, lazima tujiandae. Huwezi kuingia vitani shekhe unakwenda na kiwembe. Akasema niambie utaratibu upoje ili tuandae hizo silaha. Nikamueleza yule bwana, akasema hamna tatizo, na hizo silaha naweza kuzigharamia.